بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni Jumanne ya tarehe 11 mwezi mtukufu huu wa Ramadhani mwaka 1446 Hijria, sawa na tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2025 miladia. Tunaendelea na mudhakkira fi ahkami siyam. قال المؤلف رحمه الله: الدرس 21 أقسام الناس في شهر رمضان. Vigawanyo vya watu katika mwezi wa Ramadhani. Watu wanagawanyika 11 qisman, vigawanyo 11. القسم الأول من يتخذ شهر رمضان موسما للعبادة. Kuna watu ambao wanaufanya mwezi wa Ramadhani ni msimu wa ibada. Yataqarrabu fihi ila Allah, wanajiweka karibu kwa Allah. Bishatta anwa'i ta'at, kwa sampuli nyingi mbali za taa. Fatarahu sabaqan ila fi'li alkhairat, utamuona mtu huyo ni mwenye kutangulia sana katika kufanya mambo ya kheri. Waqtinamil lahadhat, na kuchukua fursa ya vitambo vyake. Wata'arrudhi linnafahat, na kutafuta sababu ya kupata baraka za mwezi huu. Qalbuhu shakir, moyo wake ni wenye kushukuru mtu huyo. Walisanuhu dhakir, na ulimi wake ni wenye kumtaja Allah mara kwa mara. Wajawarihuhu mashghulatun bitta'a tilwa ta'a, viungo vyake ni venye kushughulika na taa baada ya taa. Kila akifanya taa alafu anaendelea kufanya taa nyingine. Qala fahadha sinfu, sampuli hii ya watu, ja'ala dunya waraa dhahri, wameijalia dunia nyuma ya mgongo wao. Sampuli hii ja'ala dunya waraa dhahri, mtu huyo aliye katika sampuli hii ya mwanzo ameijalia dunia nyuma ya mgongo wake. Wa aqbala ala mardhati rabbi, akaelekea mambo yanayomridhisha Mola wake. Yarju rahmatah, hali ya kutaraji rehema zake. Wa yakhsha adhaba, na hali ya kuogopa adhabu zake Allah. Fa idha dhukira indahu Ramadhan, mtu huyu anapotajiwa mwezi wa Ramadhan, tadhakkara siyama wal qiyama wa qira'at al-Qur'an, hukumbuka saumu na kufanya ibada za usiku na kusoma Qur'an. Wad-du'a wal adhkar, na dua kumuomba Allah na kumtaja Allah. Wal birra wal ihsan, na kufanya wema kwa wenzake. Wasaira ta'at, na taa nyingine zote. Fahabba lightinamiha wasara alistighlaliha bikulli ma yamliku, hufanya haraka kuchukua fursa ya siku hizo, na pia hufanya haraka kuchukua fursa ya kufanya taa kwa kila anachokimiliki. Hii ni sehemu ya kwanza katika sehemu hizo 11 za vigawanyiko vya watu. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana wa iyyakum min hadha alqism. فهذا الصنف أشرف الأصناف وأفضلها وأزكاها عند الله وأرفعها. sampuli hii ya watu ndiyo sampuli tukufu zaidi na ndiyo sampuli bora zaidi kuliko nyingine. Wa azkaha, na iliyo safi zaidi, inda Allah, kwa Allah. Wa arfa'uha, sampuli hii ndiyo sampuli ya juu kuliko sampuli nyingine 10 atakazozitaja. Alqismu thani, sehemu ya pili, man ittakhadha shahra ramadhana musiman litijarati dunyawiyya.
kuna watu wenye kuufanya mwezi wa Ramadhani ni msimu wa biashara za kidunia. Fahuwa yantadhiru Ramadhana bifarighi sabri litanmu tijaratuhu wa ya'dhuma rasiduhu, anangojea mwezi wa Ramadhani kwa moyo ulio safi ili biashara zake zizidi. Litanmu tijaratuhu, ili biashara zake zizidi. Wa ya'dhuma rasiduhu, na ili rasidi yake, akiba yake iwe kubwa. Wa takthura amwaluhu, na pia zikithiri mali zake. Qad fataha abwaba tijaratihi ala misra'aiha, amefungua milango ya biashara yake yote. Faramadhanu indahu fursatun dhahabiyatun lijam'i ad-dinari wad-dirham, Ramadhani mtu huyu kwake ni fursa ya dhahabu, ni nafasi ya dhahabu ya kukusanya mali dinar na dirham. Qala fa idha dhukira indahu Ramadhan, ikitajwa kwake Ramadhani, dhakara hasada al-amwal, hukumbuka mavuno ya mali, jinsi atakavyompata mali kwa biashara zake hizo. Wa jamaa al-hutama al-fani, na atakusanya vitu vya dunia yenye kumalizika. Wa rubbama lam yubali bisalati tarawih wala bisalati tahajjud, pengine huyu asijali salatu tarawih wala salatu tahajjud. Wa rubbama salakha shahru ramadhana wa lam yaqra min alqur'ani shay'a, na huenda mtu namna hii mwezi wa Ramadhani ukaondoka ukamalizika na hajasoma kitu chochote katika Qur'ani, ni yeye na biashara na yeye. Fadhayya anfasa awqatihi, huyo amepoteza wakati wake mzuri wa kufanya taa. Wa aghla ayamihi wa layalihi, na siku zake, mchana wake ulioghali pia ni siku zake. Wapo watu hao wanaofanya biashara hizo mchana na usiku bila kujua kwamba mwezi huu ni mwezi wa taa, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kusoma Qur'ani, ni yeye na biashara mchana na usiku. Basi ingekuwa ni mchana peke yake, usiku pia wakati wa taa na kumwabudu Allah na kurudi kwa Allah, wewe unashughulika na biashara tu, yani zaidi ya ile miezi mingine 11 anavyofanya biashara zake. Imekuwa mwezi huu sasa kwake ni mwezi wa biashara, ni mchana na usiku, akilala amechoka, akiamka amechelewa. Watu namna hiyo wapo watu namna hiyo. Wao ni biashara tu, hakuna haja ya kufanya ibada. Biashara yake ndiyo ibada yake, hawaza nafsi zake ndiyo Mungu wake. Afaraaita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'di Allah afala tadhakkarun. Nani watakayemuongoza baada ya Allah? Hakuna atakayemuongoza. Kwa hiyo watu namna hiyo wapo. Alqismu thalith, sehemu ya tatu ya watu, man ittakhadha shahra ramadhana موسما لمتابعة الجديد المعروض على الدش والتلفاز والسينما. Una wenye kufanya mwezi wa Ramadhani ni msimu wa kuwafuatilia yale yatakayokuja mapya katika madishi haya na matelevisheni na masinema. Sinema gani mpya itaoneshwa katika mwezi wa Ramadhani? Msalsali gani mpya utaoneshwa? Waljadid fi alami alaflam walmasrahiyat watamthiliyat walmusabaqat, ile iliyo mpya katika dunia ya filamu hizi na michezo hii tamthilia zilizo katika matelevision na misabaka mbalimbali, mashindano mbalimbali. Kuna wengine mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa mashindano ya Qur'ani tu, yeye hasomi, yeye kazi yake ni kuangalia mashindano hayo katika ma-TV, katika simu, mara amefungua channel ya wapi, anaangalia mashindano tu yeye.
ndio ibada yake hiyo. Fatarahu yantaqilu min barnamija ila akhar, utamwona anagura kutoka katika barnamaj hii kwenda nyingine, wa min film ila akhar, kutoka filamu hii kwenda nyingine, wa min musalsalin ila akhar, kutoka katika musalsal huu enda kwenye musalsal mwingine, wa min masrahiyatin ila ukhra, kutoka katika masrahia, michezo hii ya kuigiza ya television, kwenda kwenye mwingine. Wa hadha tadhi'u saatihi wa awqatihi, hii ni kupoteza saa zake na nyakati zake. Umri wake anaupoteza mtu namna hiyo, umri wake anaupoteza bure. Mwezi wa Ramadhani ni fursa kubwa kwa walio hai, tulio hai, ni fursa kubwa ambapo hatutaipata fursa hii katika miezi mingine, fursa ya kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwezi huu mmoja tu. Mwezi 11 wewe fanya biashara usiku na mchana, usilale, fanya biashara zako, lakini mwezi huu wa Ramadhani uweke kwa ajili ya kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe huna hasara kwa hilo, bali una faida kubwa. Miezi 11 unafanya biashara zako, unatia faida zako. Mwezi mmoja tu kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala, pia huna nafasi, ni biashara na wewe. La, sio hivyo ndugu zangu Waislamu. Qala wa hadha as-sinf idha dhukira Ramadhanu tadhakkara ash-shashat wal fadaiyat allati taqli ala al-awqati was-sa'at. Mtu namna hii, mtu sampuli hii, inapotajwa Ramadhani kukumbuka hizo shashat, maskrini hayo makubwa makubwa na kununua nchi 100, sijui ukuta mzima mtu anaangalia TV, ukuta mzima wa nyumba ni TV. Haya mapicha tu. Wal fadaiyat allati taqdi ala al-awqati was-sa'at, ambazo zinamaliza nyakati na saa. Fala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Sheikh Uthaymeen rahimahullah anasema, mtu atakayekufa na amewaachia watoto wake TV nyumbani, huyu amewafanyia ghishi watoto wake, amewafanyia udanganyifu watoto wake, kuwaekea vitu ambavyo sio vya halali, kuangalia watoto wale, mapicha, masinema ya ovyo ovyo. Mtu aliyekufa na nyumbani kwake kuna TV, ajue kwamba amewafanyia udanganyifu watoto wake nyumbani na wake zake. Huwezi ukaweka TV ukawaambia watoto angalieni taarifa za habari peke yake, taarifa peke yake, msifungue kitu kingine. Sio kweli. Sio kweli kwamba watu wataangalia taarifa tu hapo, au wataangalia wanaosoma Qur'ani tu. Sio kweli. Sio kweli, hilo halitafanyika kwa mtu yoyote nyumbani kwake. Wataangalia vipindi vichafu tena. Alqismu rabi, sehemu ya 4 ya watu, man ittakhadha shahra ramadhana musiman lila'ibi alqura, kurati qadam wa ta'ira wa salla wa dhumina wal kiram والشطرنج والباصرة والتنس والنرد. Kuna watu wanaofanya mwezi wa Ramadhani ni msimu wa kucheza mipira hii ya miguu, mipira ya vikapu, mipira gani sijui, yeye msimu wake ni huu mwezi wa Ramadhani. Wakati wa tarawehe anakwenda kucheza boli usiku, na kwenda kutoa pesa ya kukodi uwanja kwa ajili ya kucheza boli usiku wa Ramadhani. Vijana wa Kiislamu wao, vijana wa Kiislamu, watu wanakwenda kwa tarawehe, yeye unamwona anavaa viatu vikubwa, anakwenda kucheza boli usiku wa ibada. Wadhumina, dhumna. Kuna watu wazima na ndevu zao nyeupe wacheza dhumna mwezi wa Ramadhani jioni, wakati anamaliza umri wake kwa dhumna hiyo. Hata kama si mwezi wa Ramadhani, mtu mzima wewe ushakuwa na ndevu nyeupe, bado tu na mambo ya dhumna, hayasio na faida yoyote hata moja katika dini yako.
wala katika dunia. Si dini peke yake, hata katika dunia dhumna ina faida gani katika dunia? Wacha licha ya akhira, dunia dhumna ina faida? Haina faida hata moja. Eti yaongeza akili, nani kakwambia urongo huo? Dhumna yaongeza akili? Hapana, sio kweli. Yapumbaza akili, yaharibu akili. Al-kiram, watu wazima wamekaa na vidole vyao kiram. Hivyo vidole kama ungemtaja Allah hivyo vidole vya kupigia striker, ungekuwa unamsabih Allah na kufanya tahlil na tahmid, faida ngapi? Nyingi. Thawabu ngapi utapata? Kuna mizani siku ya kiyama. Lazima kila mmoja mara kwa mara tukumbuke kwamba kuna mizani siku ya kiyama za kupima thawabu na madhambi. Sasa wewe vidole vyako badala ya kumtaja Allah wapiga ile itwaje, ile itwa striker ile. Haya, subhanallah. قال فهذا الصنف إذا ذكر رمضان عنده تذكر هذه الألعاب. sampuli hii ya watu unapotajwa mwezi wa Ramadhani anakumbuka michezo hii. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la'iba bin narshir fakaannama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi. Mwenye kucheza narshid iko kama drafti ile ya vile vidude vinavyotiwa namba upande huu una chesi yetu chesi. Haya, dugu nyudo, zile ndio hiyo. Kwa mwenye kucheza mchezo huo ni kama aliyepakaza mikono yake katika nyama ya nguruwe na damu yake. Ni kama aliyepakaza mikono yake damu ya nguruwe na nyama ya nguruwe, akatia mikono yake damu hiyo ya nguruwe. Madhambi anayopata. Na zote hizi inaingia, michezo hiyo yote inaingia hapo. Inaingia draft, inaingia kiram, inaingia kila mchezo ambao ni lahu. القسم الخامس من اتخذ شهر رمضان موسما لمضغ القات وشرب الدخان وشرب التمباك والجراك ومضغ القورة والتنبل. mwenye kufanya mwezi wa Ramadhani ni msimu wa kutafuna gati usiku. Usiku yeye ndio msimu wake wa kutafuna gati usiku wa Ramadhani na kuvuta sigara. Yani mchana mzima ameshindwa kuvuta sigara, ana saum, avuta sigara magharibi. Ule muadhini yakiadhini haraka avuta sigara, manake mchana mzima amekosa sigara. Ni akili hizo kweli? Ni akili kweli hizo? Ni fursa mwezi wa Ramadhani, wale waraibu wa sigara, waraibu wa tumbaku, waraibu wa miraa, ni fursa ya kuacha. Mchana mzima wewe hukuvuta sigara, ni fursa hiyo ya kuacha kabisa kuvuta sigara. Na usiku na nini? Ramadhani si mchana peke yake. Ramadhani sio mchana peke yake. Ramadhani ni mchana na usiku. Kila sekunde ni Ramadhani mwezi huu. Sasa waona kwamba Ramadhani mchana tu, usiku uweze ukala hiyo miraa, unaweza kuvuta sigara, ukafanya mambo yako. Ramadhani ni mchana na usiku, bali mchana usiku wa Ramadhani ni bora zaidi, ni usiku zile, kwa sababu unatafuta Lailatul Qadr. Lailatul Qadr inatafutwa tangu mwanzo wa Ramadhani. Kauli 40 za maulama zinaelezea Lailatul Qadr iko siku gani. Kauli 40 kama anavyotaja Al-Hafidh Ibn Hajar katika Fatih. Sasa Ramadhani wewe Lailatul Qadr utafuta mchana, haitwi Lailatul Qadr. Basi kama ingekuwa mchana ingekuwa Yaumul Qadr, lakini ni usiku Lailatul Qadr. Kwa hiyo usiku ni muhimu zaidi, usiku wa Ramadhani. Kila usiku wa Ramadhani ni muhimu zaidi kufanya ibada na kujiweka karibu kwa Allah. Kusoma Qur'an ni bora zaidi usiku kuliko mchana. Naam, Qiyamul Layl ni usiku, sio mchana. Kwa hiyo usiku ni muhimu zaidi
kuutumia vizuri usiku wa Ramadhani. idhan man ittakhadha shahra ramadhana musiman limadghi alqat wa shurbi ad-dukhan wa shurbi at-tanmak nini wal jarrak wa madghi al-qawra wat-tumbal. Uangalia katika lugha vitu hivi. Haya mambo ya tambu haya. Tambu hiyo ndio tamak. Tambu haya, tambu haina faida yoyote bali ina maradhi. Wanasema matambu yatia kansa ya koo. Wangapi tumeona walikuwa ni waraibu wa tambu, wamepata kansa, wameondoka duniani. Lakini bado kuna watu ni uraibu wao mkubwa wa tambu. Bure tu. Kitu wakiona kina madhara na unaambiwa kitu hiki kina madhara, halafu wewe ndio uraibu wako. Sijui ni akili za vipi watu wengine walizonazo. Qala faqad a'adda al-mala li shira'iha, ameandaa mali ya kununua vitu hivyo na kuvitumia usiku wa Ramadhani. Mtu anunua kilo moja ya gati 1000. 1000 wainunua gati wewe? Eti yaitwa kilo. Mimi nilifikiri kilo ni kilo kweli, kama kilo ya unga na mchele. Kumbe la hawla wala quwwata. Allahu musta'an. Mtu amepewa akili. Neema kubwa katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni akili. Katika neema kubwa za Allah ni neema ya akili. Mtu amepewa akili, halafu neema hili anaitumia katika mambo ya kiwazimu. Subhanallah. Watu hawana shukurani na neema za Allah. Hatushukuru neema za Allah, lakini ni wajibu wetu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hizi. Qala wa hayya al-makana limadghiha wa tadkhiniha, ameandaa mahali kwa kutafuna gati hiyo na kuvuta kwake sigara. La yaqumu min majlisihi illa inda sahar, haondoki majlisi yake hiyo isipokuwa usiku wa manane. Fala tarawih sallaha wala amwalahu hafidhaha, hakuna tarawih aliyosali wala hakuna mali alizozihifadhi. Wala awqatahu istaghallaha, wala hakuna nyakati ambazo amezitumia vizuri. Wala sihatahu hafadha alaiha, wala mtu huyu siha yake hajailinda na kuihifadhi. Anaharibu siha yake na kuimaliza siha yake mwenyewe kwa mali yake. Fahadha sinf idha dhukira indahu ramadhanu tadhakkara as-saharati was-samarati, ikitajwa kwake Ramadhani hukumbuka ile kukesha kwake na yale mazungumzo ya usiku mzima na wenzake. Wa awraqa alqat, anafikiria na kukumbuka majani hao ya gati. Wa dhayya tilka layali alfadilat, amepoteza nyusiku hizo bora za Ramadhani. Fallahumma ghufranak, Mola wetu tusamehe madhambi hayo. Kwa hiyo wanatakiwa watie akili watu hawa waraibu hao. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa mafundisho makubwa, ni fursa kubwa ya kuacha kila uraibu alionao mtu wa haramu. Ni fursa kubwa. Umeweza kufunga mchana, kuvuta sigara, una uwezo wa kutovuta usiku huo, umuelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Ni fursa kubwa, lakini bado hawajatia akili. Baadhi ya watu wanaona sigara ni halali, gati ni halali. Hakuna Uislamu unaohalalisha sigara, wala ukafiri pia uhalalisha sigara. Hao makafiri wenyewe wanaotengeneza sigara wanasema hivyo kwamba sigara inadhuru afya yako, si ndio? Lakini hivyo baadhi ya Waislamu wanaona bado ni halali. Halali iko wapi hapo? Ukiambiwa ulete manufaa moja tu, faida moja tu ya sigara,
huwezi kusema. Sasa wavuta vipi kitu hicho chenye hasara, hakina faida? القسم السادس من يتخذ شهر رمضان موسما للتسول والشحتة. kuna wanaofanya mwezi wa Ramadhani ni msimu wa omba omba. fahuwa yasalu nnasa bikulli jur'a, anaomba watu kwa kila ujasiri, anajasiri na kujiondoa haya katika uso wake na kuomba watu. wayantakilu min shakhsin ila akhar, anagura kutoka katika mtu kwenda mtu mwingine. wa min makanin ila akhar, mahali kuna mahali pengine. wewe ukitoka tu ukitembea na miguu kidogo tu utoke wene markiti sasa hivi utaombwa na watu 100. akikuona tu na kazi, mimi mtu wa kuombwa, mimi ni mtu wa kuombwa, basi nikitoka tu hapo sasa leo sinaftari bwana, basi kanzu nyeupe tu, mtu akameza nyeupe tu ana pesa. Allahu sana. Allahu musta'an. idhan wayantakilu min shakhsin ila akhar wa min makanin ila akhar, kutoka katika mahali kwenda mahali pengine. wa rubbama lam yubali bi salati tarawih wa salati alqiyam, pengine huyu muombaji naye hajali sala ya tarawih, hajali qiyamul layl, yeye ni omba usiku na mchana. ajua kwamba watu wanafanya wema mwezi huu, sadaka kwa wingi, zaka kwa wingi, kwa anakwenda barabara hii, mara mkwenda mtaa huu, mara mtaa huu. fahadha sinfu idha dhukira indahu ramadhanu tadhakkara jam'a al-amwali an tariqi ash-shahta wat-tasawwul, wallahu al-musta'an. mtu huyu inapokutajwa Ramadhani hukumbuka kukusanya mali kwa njia hiyo ya omba omba. القسم السابع من يتخذ شهر رمضان موسما للمعاكسات وتتبع النساء في الأسواق والمحلات والطرقات. kuna anayofanya mwezi wa Ramadhani ni msimu wa muakasat, kutafuta wasichana katika masimu, katika internet, na kufuatilia wanawake katika masoko, katika maduka na barabarani. فهذا الصنف إذا ذكر عنده رمضان، sampuli hii ikitajwa kwake Ramadhan, tadhakkara hadhihi al-af'al al-qabiha wal-khutuwat ash-shani'a, nas'alu Allah al-afiyah was-salama, hukumbuka vitendo hivyo vichafu na hatua hizo mbaya anazozifanya za kutafuta banati wa Waislamu katika usiku wa Ramadhani. Tatizo kubwa ni wazazi. Tatizo kubwa ni wazazi wanachangia katika jambo hilo. Wewe unajua unakwenda msikitini, kwa nini huweki marufuku ya kutotoka mke wako na banati zako na akhwati zako? Hakuna, ni marufuku kutoka nyumbani. Nataka kusali, salini nyumbani. Piga marufuku, hakuna kwenda madukani, hakuna kufanya shopping usiku. Wanapiga marufuku hiyo. Lakini sisi ndio tunachangia jambo hilo. Mnakwenda wapi? Dukani linafunguliwa siku, nendeni mkatafute nguo. Sasa watakwenda peke yao? Hapana, wana mambo yao mengine. Kwa hiyo lazima wazazi wasimame kidete kuzuia uchafu huu, vinginevyo wao itakuwa wana mchango mkubwa na madhambi makubwa ni yao kwa kutozuia familia yao kutoka usiku. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada, si mwezi wa kufanya shopping usiku tena. Kuna mmoja alisimama si mwaka juzi kule akaenda Kamea, akakemea watu kule, hatimaye akaambiwa wewe umekuja kufuata nini hapa? Wewe si watu wa da'wa hapa katikati za wanawake, umekuja kufuata nini na wewe usiende kutoa tarawih? Ushaona hiyo? Ni hatari sana. القسم الثامن من يتخذ شهر رمضان موسما للمآكل والمشارب، mwenye kufanya mwezi wa Ramadhani ni msimu wa vyakula na vinywaji. fahuwa yadhhabu ila al-aswaq, anakwenda katika masoko, liyajmaa ma ladha wa taba, ili yakusanye
kila chakula chenye ladha, kila chakula kizuri. Wayuhayyi almawaida wal atbakh, na kuandaa meza zile za chakula na sahani nzuri nzuri. Fayakulu fi laylihi wa yashrabu bisharaha, anakula usiku wake mzima na anakunywa kwa pupa. Hatta yamtali batnuhu wa yakthura jushauhu wa yatula shab'uhu, mpaka tumbo lake linajaa, anakithirisha kuteuka. Kuna kithiri, sio kuteuka kwa sauti ndogo, sauti kubwa, na harufu inayotoka sasa pale mbaya, harufu ya figili hapo utatoka. Watu katika salatul qiyam waudhi watu, waudhi malaika. Almalaika yataadhauna kama yataadha banu adam. Malaika wanapata maudhi nao wanakirihika kama vile wanadamu. Kwa mtu asile vitu hivi alafu akenda misikitini. Mtume tumesoma hii jambo hili huko nyuma. Kwa yakthura jushauhu, kuteuka kwake, wayatula shabuhu, kunarefuka kushiba kwake. Atasali tena huyo qiyamu aliyekula namna hiyo na kunywa namna hiyo, hawezi kusali qiyamul layli. Akishamaliza kula hapo hapo atalala hapo hapo. فهذا الصنف إذا ذكر عنده رمضان تذكر الوجبات الدسمة وصنوف الأشربة والأطعمة. Huyu ikitajwa Ramadhani kwake anakumbuka vyakula hivi vya mafuta, sampuli hiyo ya vinywaji na vyakula. Allahumma inna nas'aluka alhuda wattaqa walafafa walghina. Wapo pia watu hawa, si shekhe ameandika tu bure bure. Wapo watu hawa kwamba Ramadhani ni mwezi wa kula, Ramadhani ni mwezi wa kunywa vinywaji vizuri. Juice sampuli 3 futari hiyo. Futari ina juice sampuli 4. Vyakula tena ndio hadithi wala haraji. Vyakula 5. Utakula vipi vyakula 5? Mchanganyiko huo katika tumbo itakuwaje? Mihogo hapo hapo, chapati hapo hapo, sijindini. Tumbo hilo ni tumbo la vipi? Tumbo la ngamia nini? Tunasema bihasabi mri'in luqaimatun yuqimna sulbahu. Inamtosha muislamu mtu tonge chache tu zitakazosimamisha mgongo wake ili ufanye ibada vizuri. Lakini unakula unapakia, si kula ni kupakia, kama vile gari la mchanga linavyopakia mchanga. قال القسم التاسع من يتخذ شهر رمضان موسما للبطالة والنوم والكسل فهو كثير النوم في ليله ونهاره. Kuna anayefanya mwezi wa Ramadhani ni msimu wa uvivu na kulala. Albatala walkasal, uvivu wa naum na kulala. Fahuwa kathiru naumi fi laylihi wa naharihi, ni mwingi wa kulala usiku wake na mchana wake. Fahadha sinfu idha dhukira indahu Ramadhanu tadhakkara an-nauma. Mtu huyu ikitajwa kwake Ramadhani anakumbuka kulala. Fayu'tihi julla awqatihi wa saatihi, anautoa wakati wake kwa kulala, wakati wake na saa zake zote anamaliza kwa kulala huyu na uvivu. القسم العاشر من يتخذ شهر رمضان موسما لنشر الحزبيات في أوساط المسلمين والمسلمات. Kuna anayofanya mwezi Ramadhani ni msimu wa kueneza uhizbia katikati ya Waislamu, wanaume na wanawake. Qad ittakhadhu iftara as-saim wal-i'tikaf sitaran lidhalik, wamefanya hii kumfunguza mwenye kufunga na itikafu ni stara ya hivyo. Kumbe anaeneza uhizbia wake na kukusanya watu na kufuturisha watu kwa ajili ya uhizbia, si kwa lillah, si kwa lillah, kwa ajili ya uhizbia wake anafundisha uhizbia. Wajannadu laha shababa washabat wajama'u min ajliha almata'ima wal amwal, wakaweka hapo vijana na wasichana wakakusanya kwa ajili yake vyakula na mali kwa ajili ya kueneza uhizbia. Uislamu haujaleta uhizbia kabisa.
Uislamu umeleta salafia, haujaleta uhizbia. فهذا الصنف إذا ذكر عنده رمضان تذكر الأنشطة الحزبية ونشرها بين الفتيان والفتيات والله المستعان. Inapotajwa Ramadhani kwa mtu huyo anakumbuka zile nashati za kihizbia na kueneza uhizbia huo baina ya vulana na wasichana, wallahu almusta'an. القسم 11 من اتخذ شهر رمضان موسما لنشر البدع والخرافات والضلالات. Kuna anayefanya mwezi wa Ramadhani ni msimu wa kueneza uzushi na mambo ya khurafa na mambo ya upotevu. Fahum yarfa'una aswatahum bisiyah, wanainua sauti zao kwa kupiga makelele. Wal adhkari aljama'iyya, na dhikri zile za pamoja. Wa du'a aljama'i, dua ya pamoja. La yataqayyaduna bidalil, hawajifungi kwa dalili, hawana dalili yoyote ya uzushi huo wanaofanya ya kusema kwa pamoja na adhkari za pamoja na kunuia kwa pamoja saumu. Hadha nashru albid'iyya walkhurafat. Nas'alu Allah an yarzuqana ittiba'a sunna fil aqwali wal a'mal. Tunamwomba Allah turuzuku kufuata sunna katika maneno na vitendo. Fahadha sinf idha dhukira indahu ramadhanu tadhakkara nashra albid'a. Ikitajwa kwake Ramadhani hukumbuka kueneza uzushi. Wasiyahi au wasiyaha bil adhkari aljama'iyya, kutoa sauti kubwa kwa dhikri za pamoja. Wal ad'iyati aljama'iyya, na dua za pamoja. Wa tawzi'i subah, na kueneza tasbihi hizi za shanga. Wal ihtifal bil mawalid, mikusanyiko ya maulidi. Ila ghairi dhalika min albid'i wal mukhalafat, na nyinginezo katika masala ya uzushi na mukhalafa wa sheria. Fahadhani alqismani alakhirani min akhbathil aqsam. Sehemu hizi za mwisho hizi za mwisho, ile ya ashir na 11 ndiyo akhbathi hadhihi alaqsam, ndiyo mbaya ya vigawanyo hivi, sababu hivi vinaharibu aqida, itikadi ya Waislamu. Ile al-ashir ya kueneza uhizbia na hii ya kueneza bid'a na khurafat na dhalalat, hizi zinaharibu nyoyo za watu na itikadi zao. Nas'alullah al-afiyah was-salama, wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.